Kwa lugha ya ishara ni Belinda Philip. Afisa wa polisi katika eneo bunge la Molo amekamatwa na bunduki yake kutwaliwa kwa madai ya kumpiga risasi na kumjeruhi mhudumu wa bodaboda kufuatia mzozo baina yao. Edwin Keitany amesalia na risasi kichwani na anatarajiwa kufanyiwa upasuaji Jumamosi. Miriam Nyambura anatueleza zaidi. Keitany mwenye umri wa miaka 25 anauguza majeraha ya kichwa katika hospitali ya Nairobi Women's jijini Nakuru, siku moja baada ya kudai kupigwa risasi kichwani na afisa wa polisi. I got a passenger who she told me to take her to Olepolos. Mzee akabaki ananiuliza maswali. Mnatoka wapi sasa na bibi yangu? Amwambia mimi sijui pale kwa lakini amenipata mimi stage, akaniambia nimpeleke hapa Olepolos. Mimi nikamleta. Akakataa kusubali hiyo story. Keitany anaeleza kuwa mume wa mteja wake ambaye ni afisa wa polisi katika eneo bunge la Molo na aliyekuwa amejihami na bunduki alikuwa mwingi wa hasira kabla ya kutenda unyama huo. Akaniambia nichukue mahindi yenye ilikuwa hapo chini, nichukue na meno ya mahindi na nisukuma pikipiki mpaka huko nyumba yake. Mimi nikashika mahindi na meno nikasukuma pikipiki mpaka huko kwake. Ripoti ya polisi inaarifu kuwa mshukiwa Sajenti James Kenei amekamatwa na bunduki yake kutwaliwa. Familia ya Keitany inataka idara ya IPOA kufanya uchunguzi wao kwa kina. Solisi ilipotoka sasa ndio ikaonekana risasi iko kwa kichwa. Haki ya kibinadamu ifanyiwe haki yake, isikulikiwe, kwa sababu hata saa hii ile pesa tunatailiwa hapa natakana zaidi ya 800 ambaye sisi kwa familia kulingana na uchumi yetu tuko chini. Madaktari katika hospitali ya Nairobi Women's wanaarifu kuwa mwathiriwa alifikishwa hospitalini Alhamisi akiwa na majeraha kichwani. Keitany anatarajiwa kufanyiwa operesheni ya kichwa Jumamosi ili kutoa risasi ambayo bado imesalia kichwani.